Pendekezo langu lilikuwa very specific, iwekewe sharti kwamba mikopo hii inawasilishwa kwenye bunge linalofuata. Mheshimiwa Spika, mikopo ambayo tunaizungumza, tulisema tuna mikopo aina mbili. Tuna mikopo ya overdraft ambayo inaweza kujitokeza ni jambo very operational, kila wakati, kila mwezi inaweza kujitokeza. Alafu tuna mikopo ambayo tumekuwa tukichukua hati dhamana za hazina, treasury bills na bonds, ambazo hii tumekuwa kuna utaratibu na wa kanuni pamoja na wa sheria unatuelekeza, ile wa kisheria unatuelekeza kila nusu mwaka tulete taarifa ya mikopo ambayo tumechukua hapa bungeni na tumekuwa tukileta. Ambalo lililetea mimi maboresho ni lile sharti la kwamba sasa malipo haya ya kimtandao yatakuwa proof kwenye transactions za kuhamisha mali, magari na mashamba. Tuwafikirie Watanzania walio vijijini. Hii kasi tunaenda nayo, je, itakuwa imewafikia? Haitoleta matatizo kwenye transfer vijijini, hasa transfer for land? Mheshimiwa Spika, namuelewa Mheshimiwa Ado, lakini kwenye swala hili la uhawalishaji wa mali, hata sasa hivi nafikiri tunapolipa kwenye upande wa malipo ya serikali tumekuwa tayari tukilipa kutumia control number na tumekuwa tukilipa kupitia kwenye mifumo, hatulipi kwa cash vile vile. Kwa hili nakwenda kuformalize kile ambacho tayari kipo, na uhaulishaji vile vile utahitaji proof ya kwamba kuna malipo ambayo imefanyika wala hata wanapolipana wananchi kwa utaratibu huu, na tunadhani ni kitu ambacho kinaweza ikaanza sasa hivi. Serikali tumeikabidhi mandate ya kuendesha nchi hii. Kama inazo taarifa kwamba hakuna transfer zinazofanyika vijijini ambazo hazifuati control number, ingeniambia hazipo. Mimi nazungumza jambo ambalo nina uhakika nalo. Speaker, kifungu cha 20 kwenye aya ya che kipengele namba 30 kinahusu fishing net 10%. Hoja yangu mimi ni kwamba hii ondoke, licha ya maelezo ya Mheshimiwa Waziri kwamba tunao uzalishaji wa kutosha, lakini maoni ya wadau ikiwemo chama cha wavuvi ni kwamba kuna wasiwasi tunakwenda kwa kasi sana. Kwa hiyo tuondokane nacho na tuongeze incentives nyingine za uzalishaji wa ndani. Asante. Ni kweli kwamba kuna pendekezo hili la kutoza 10% ya IDL kwenye nyavu za uvuvi, na kwenye hili wenzetu wa kamati ya bajeti vile vile walikutana na wadau mbalimbali wakiwemo wa sekta ya uvuvi, na hakukuwa na mapendekezo ya kuiondoa kwenye eneo hili. Hoja kubwa hapa kama ambavyo umesema, kwanza na mimi lazima ni declare interest kwamba mimi pia ni mvuvi, Mheshimiwa. Lakini hoja kubwa hapa ni kwamba hizi nyavu sasa hivi kwa kiwango kikubwa zinapatikana ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kuliko kuendelea kusaidia mataifa mengine kuzalisha wao, wakazalisha ajira, wakapata wao kipato, tuhimizane tutumie uwezo wetu wa ndani wa kuzalisha na tuweze kuzalisha hapa. Kwa hiyo nyavu zetu zitokee ndani ya nchi. Mheshimiwa Spika, mimi bado ninaamini kwamba pendekezo hili litaleta mzigo kwa wavuvi. Mheshimiwa yangu mimi ni kwamba tunahitaji mapinduzi makubwa ya kiuchumi yanayohitaji sana sekta ya reli. Kwa hiyo nataka tuwe na exception kwenye reli, makusanyo yote ya mfuko wa reli 100% yaende kwenye reli, na naamini yataleta impact kubwa kwenye financing ya reli. Mwenyekiti, tunakubaliana na rai ya Mheshimiwa Ado kwamba tuna umuhimu mkubwa wa kuendeleza uwekezaji katika reli ndani ya nchi yetu, na kwenye hili serikali imekuwa ikichukua hatua kama alivyosema kufufua reli ya Tazara, lakini vile vile kujenga reli ya SGR. Pamoja na mfuko huu, kwa gharama ambazo tunazo katika uwekezaji katika reli ni gharama kubwa sana, hizi hazitatosha. Serikali imeendelea bado kubeba dhima ya uendelezaji wa reli nchini. Kwa hiyo mapendekezo ya mfuko huu kama ilivyo kwa mifuko mingine tunaomba tubaki nayo vile vile. Mifuko yote ile ni muhimu, ya maji, ya barabara, ya reli, lakini kwa maelekezo ya bunge hili tulikubaliana mgao 70% iende kwenye mifuko yenyewe, 30% ije hazina, ambapo 25 ibaki mfuko mkuu na 5 iende kwingine. Kwa hiyo tusiunyofoe moja moja, Mheshimiwa Mwenyekiti.